Pasi milioni kuzungumza mengi ya kimichezo, lakini kubwa tunafahamu nini hasa sasa hivi kinazungumzwa. Barua ambayo amethibitisha Ahmed Ally, ni kweli wamepeleka bodi ya ligi kuhusiana na swali, je, kwa nini taarifa ya uwanja kuhamishiwa visiwani Zanzibar? Mchezo alitoa afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe na sio wao, bodi ya ligi kwa kuanzia. Pasi milioni kwema kaka? Fresh moto leo, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Nipo ndugu yenu balozi wa Grant kwa leo sema imetaradadi Ramadhani imetaradadi, jambo la neema. Kwa hiyo nipo ndugu yenu, nimetulia, sina pressure na yote, na fulani nilikuwa nayo mwaka huu kama unavyoona wote tumefunga. Kwa hiyo ni jambo la heri, jambo la faraja, jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Na nimeona swali uliloniuliza kuelekea nini umesema? Kuelekea Kariakoo Derby. Kuelekea Kariakoo Derby na ratiba ya uwanja kuhamishwa kutoka uwanja wa Mkapa kupelekwa visiwani Zanzibar. Simba mmepeleka barua bodi ya ligi, na swali kwa bodi ya ligi ni mnahitaji majibu. Kwa nini taarifa ya uwanja kuhamishwa visiwani Zanzibar ilianza kutokea kwa afisa habari Ali Kamwe na sio kwa bodi ya ligi wao wenyewe? Unajua, kwanza naendelea tena nacheka kwa furaha. Unajua kuna kicheko cha huzuni, kuna kicheko cha furaha. Hiki ni cheko la furaha. Awali yote naendelea tena kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa nini watu wengi wamehoji na kwa nini watu wamefikiria hili swali? Kila mtu unajua siku ile kulikuwa kuna mechi ya kimataifa kama mbili. Tulianza sisi Simba Sports. Mechi yetu ya kimataifa, Mungu akatujalia tukapata ushindi wa goli moja tukimfunga yule kinara wa kwenye kundi letu kwenye mashindano ya Afrika. Siku iliyofuata kwenye uwanja wa Amani Zanzibar walicheza watani na walimwomba sana Mungu wapate ushindi wa magoli matatu. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Majibu yalipatikana kwa Mungu. Unajua muomba Mungu achoki. Walimwomba Mungu wakapata ushindi wa goli 3 zile. Licha ya dua zenu mbaya. Dua zetu hazikuwa mbaya sisi kwetu sisi. Dua letu sisi baadhi ya wenzetu. Maana mimi mataifa anakuwa na timu yote ile ambaye inashiriki mashindano ya kimataifa. Ile nilisema bani anikosa Mungu kosa. Kwa hiyo kwa dua kwa vile umeniambia na mimi kwa dua langu na mimi niliomba Falbert pamoja na Al Ahly Misri wapate sare. Dua yako ilikuwa kule sio kabisa, ukuwala sikusiki kabisa, maana nilijua Jessica Mwarabu watu mweza mtani. Ili nilijua katika Waarabu ukisema Jessica Mwarabu hiyo inakuwa, na nilisema Jessica na Mwarabu wapi na wapi. Waarabu wanajulikana wakina Sauda Rubea. Yaani kuna majina yale unajua kwamba hili jina lenyewe kina Fatuma Kauzeni, wakina Fetete hao ndo Waarabu sasa. Kwa hiyo dua lao lilikwenda walivyotaka na Mungu akawapa vile. Muomba Mungu achoke. Mungu akawapa kile ambacho walicho. Sasa matokeo yake wamemwomba Mungu kawapa. Baada ya ile mechi kuisha, nilitarajia pale msemaji wao angeongelea timu yake. Angeongelea timu yake, jamani, ile barua ambaye ticket aliongelea kwamba mechi ile wanapita kama kawaida. Kwa hiyo kuna ticket ya kwenda South Africa kwenda kukaa kwenye hatua ya kufuatilia ratiba ile na ratiba. Nilitajia pale bana, mimi ile draw, mimi jamani, draw imeshindikana, basi hata pasi milioni naye ataenda South Africa kwenda kutuwakilisha. Au siyo Kisugu Mikoi naye atakwenda South Africa kwenda kutuwakilisha, mradi hawepo tu mazingira ya South Africa. Hilo ndio nilitajia. Ghafla binivu nikashangaa nafasi ya Boimanda wa bodi ya ligi kaikamata mjomba. Hapo ndo niliposhangaa mimi sasa. Huyu usemaji wa bodi ya ligi ina maana ana vyeo viwili, usemaji wa bodi ya ligi. Ukaingia mashaka. Hapa tena pamekuaje? Bodi ya ligi walikuwa hawajatoa maelezo ya aina yoyote. Na ndio maana umeniambia kwamba hata timu yangu imeandika barua ya kushangaa. Wenyewe Kigoma wanasema mashokolo mageni. Mashokolo mageni. Kigoma na Ujiji mbali. Kigoma na Ujiji wenyewe wamesema wameshangaa. Mashokolo mageni wenyewe wanavyosema mashokolo mageni sio wengi wameshangaa
huyu na bodi ya ligi lini? Ina maana kapewa kazi sehemu mbili, kama msemaji wa bodi ya ligi, kama msemaji wa timu yake. Sasa hapo ndo watu kidogo atuelewi. Tatizo sio kwenda Zanzibar. Tatizo yule alianza kutoa kauli ya Zanzibar. Yeye ni msemaji wa bodi ya ligi au ni msemaji wa timu yao? Hapo ndo tukashanga. Mimi sikuamini. Sasa nilichochanganyikiwa mimi sasa nikawa nampigia simu. Kama taarifa hiyo ni ya uongo. Sikuamini kwanza macho yangu. Sikuamini masikio yangu, sikuamini macho yangu. Nikampigia simu huyu msemaji wa bodi ya ligi. Wewe ndo ukampigia simu? Nilimpigia simu nijue kazi kafukuzwa kazi au bado yuko kazini. Yaani nijue. Boymanda kila nikimpigia simu ikawapatikani. Simu hapatikani, kajua tayari Boymanda hapa kazi tena hana. Yaani ndio hicho nilichokuwa najua mimi, Boymanda pale kazi hana. Kumbe sio kazi, kumbe anayo. Lakini wale yote kwa yote ndio soka letu lilivyo. Na dabi ndivyo zilivyo. Sasa pengine wanasema kama Zanzibar hatuchezi, tunacheza. Kama hatuchezi season 2 inataka kujirudia. Hapana, sisi Simba Sports ni timu ya football. Timu ya mpira. Na kwa nini watu wana Simba mimi jana nilipata bahati ya kwenda mazoezini kwenda kuangalia timu yangu. Muendelezo wa yale mazoezi baada ya kutoka mechi yetu na Green Green wa Kagera wale baada ya mechi yetu. Nikataka kwenda kuangalia kikosi chetu kikoje. Kufika tu pale nimekutana na baadhi ya wachezaji, kuna goalkeeper wetu Kasali, kuniona tu pasi milioni huyu kuna nini tena kufika pasi milioni, Kiswahili kidogo anajua. Pasi milioni nasikia dabi tarehe 1. Kaenda akawaambie dabi ikiwezekana tucheze Jumamosi hii. Kasali huyo. Kasali. Tucheze Jumamosi. Kiswahili. Kumbe wanajua bwana. Pasi milioni bana. Pamoja na kwa respa. Anasema dabi tucheze Jumamosi. Mapema. Huko popote kwenye uwanja wowote. Tucheze Jumamosi. Hii ya kesho. Jumapili tucheze mechi yetu na Prison. Tarehe 22. Yaani alisema wanao timu ile tulikuwa nayo upo uwezekano wa kucheza mechi tarehe 21, tarehe 22 na tarehe 25. Yaani kwa kipindi kichache tu tucheze mechi 3. Wachezaji wetu wako tayari, mechi wanaitaka, mechi wanaitamani. Confidence hali ya juu. Ile wakati nataka niondoke namna hii. Kuna yule mchezaji wetu mwenye jezi namba 20 yule. Tuko naye mpempo juu wapi hapa majina yao kuna Aniseti Aura. Huyo ndo jezi namba 20. Ile Aniseti Aura. Huyo. Akakuita naye. Yule unajua kwanza yule mchezaji kuniona kanita. Yule kidogo Kiswahili chake cha tabu wa Afrika Magharibi wale. Mimi haipandi lugha. Avimo sema mimi sana Kiingereza kidogo kinanisumbua, sema mimi Kireno, Kifaransa hichi. Bonjour, kama ça va bien. Sasa ile ni magharibi. Unajua ile Afrika Magharibi kidogo sio kama wale. Kuna baadhi ya nchi kwa mfano kama Kongo, hawa kidogo Kongo French wanapiga sana. Cameroon wale French wanapiga wale. Ni kwa Ghana hata na chef on mano ni kwa naongea naye sana Kifaransa. Berse. Yaani ile Kifaransa kidogo tunakipiga kimo. Sasa huyu nilivyoonana naye Innocent Aura. Wapi hawa? Unajua disha dogo Remba ule mzee wa mipasi mingi. Sajira Jeru Diadoro kabisa. Remba Sasa katika maongezi yake amba pasi milioni, we ni muumini yani anapata tabu na kuongea Kiswahili, muumini wa pasi. Nimekuja mwenye pasi zenyewe. Unajua yule anapiga pasi, unajua yule hata vipofu anacheza nao Yaani yule nani Aura. Hadi vipofu jua anacheza nao wale ambao kama macho hawaoni. Anapiga pasi namna yaani akipiga anajua tayari hapa. Wale si wana ile kitu kama pasi inaenda na sauti. Kamata anarudi. Kaniambia bwana, imechi kama inachelewa tarehe 1. Wanataka watuonyeshe wana Simba tulikuwa timu yetu inapotea wapi na imerudi wapi na inatakiwa ende wapi. Chama bwana umri wake kama jezi yake mgongoni. Under 17 bwana, kama ulikuwa ujui. Chama umri wake kama jezi yake pale mazoezi. Muda wote tu anaelekeza kama tagoma anatuza pale anapeleka kule. Yaani Chama kawa mchezaji kocha. Kazaliwa upya. Yaani tunaitaka dabi iwe
uwanja wa aina yoyote. Wachezaji wanaitaka dabi, sisi wenyewe vile mashabiki tunaitaka hiyo dabi iwe popote. Shida sio dabi kupelekwa Zanzibar, shida ni utaratibu kufuatwa. Hakuna mwana Simba ambaye anayehofia kwa timu tulikuwa nayo, hakuna mwana Simba ambaye anahofu na dabi, isipokuwa tu yale mazingira. Imekuwaje pilipili iko shamba wewe na kuwasha nini? Hicho tu ndo basi. Kuwa wewe msemaji wa bodi ya ligi, kujiingiza. Lakini mimi nikajua kwa nini kilichosababisha semaje wa upande wa watani awe yeye ndo kaongelea vile. Kwa nini? Alichokitarajia na aliomba, sitaki msaada wenu, tuachieni wenyewe, tunaweza wenyewe, tunakwenda robo. Sasa ile ishakuwa kisebusebu na kilolo papo, ulishatokea na kutokea ndo basi. Akaona labda hasira zake, labda kwa mfano, labda furaha yake labda ilete labda kwenye dabi, lakini akae aelewe hii ni dabi nyingine. Tumejipanga popote, iwe baharini, iwe sijui nchi kavu, kwenye moto, kwenye majivu. Simba Sports tunataka heshima yetu ijulikane Afrika Mashariki na Kati kwamba Simba ndio ile ile. So wale walikuwa wametuzoea kipindi kile, na wale sana kipindi kile alikuwa anawasaidia najulikana. Lozi Mwando. Alikuwa anawasaidia? Lozi Mwando. Lozi Mwando. Yesu ni bebe. Nani? Kwa nini mlikuwa muone? Mechi zote walizokuwa anashinda wale, yani konaona zote, yani zilikuwa Lozi Mwando. Lakini hii tukaona Lozi Mwando kabeba sana, tulete refa kutoka nje ya nchi kumleta Toba Ilai. Mambo mule. Lakini pamoja na hivyo viongozi wangu wakaangalia tunafanyaje. Kwa nini inakuwa hivi? Tulete usajili wa wachezaji wengine. Tumeongeza nguvu, tuna wachezaji wengine ambao wana vitu vyote bleni. Kwa hiyo tumejipanga, tuko vizuri kweli tofauti na watakavyotarajia wao kama wao. Matarajio yao ni makubwa pasi, kwa sababu wanajua walishafunga mara ya 6 mfululizo. Hicho ndo kitu ambacho kinawapa nguvu na kuona kwamba kikosi chao bado kipo bora kwa namna ambavyo wao wanakitazama. We kipi hasa kinakupa matumaini ya kusema kwamba mnaenda kuvunja ule uteja wenu? Kwa mimi bado naona kikosi chao cha kawaida. Ubora unaosema wewe rafiki labda unaona wewe tu ndugu mwandishi, na ukitaka kujua kwamba ubora wao uko wapi wewe uone. Sijauona bado. Maingizo mapya wameweka pia kwenye kikosi. Kuna Alan Okello ambaye mlimhitaji, kuna mchezaji Depo ambaye tayari alifunga ligi ya mabingwa, tumemshuhudia pia amefunga ligi kuu, lakini pia kuna wachezaji tofauti ambao Damaro Kamara kutoka Singida. Hiyo quality bado haikutishi pasi milioni? Hapana, kwa sababu unapomsema Okello tangu amekuja mimi naona kama anakimbia tu. Hana tofauti na Kisugu Mikoi mpaka sasa hivi. Yani namuona kama anakimbia tu. Hana tofauti na Kisugu Mikoi tu kwenye mazoezi yake ile anaokimbia asubuhi kule kwa Mbagala. Kwa sio ni lolote urefu kama Kisugu, kimbiaji kama Kisugu. Ana GPA kapata bahati, kasajiliwa kwa hela nyingi. Kisugu ndio hivyo usajili wake unakuwa sio hela nyingi, lakini naona bado sana. Mnampinga anaweza akamkia kwenu tarehe 1. Pamoja na dabi haina mwenyewe. Dabi pamoja haina mwenyewe, lakini ndio mchezo wa mpira jinsi ilivyo. Matarajio yangu kutegemea kwa kikosi changu jinsi kilivyo, na kiangalia kikosi cha watani hawana uwezo wa kutusumbua sisi kwa tangu tumefanya usajili. Lakini pamoja na mchezo wa mpira na matokeo ya kikatili, bado naiona dabi kwetu sisi bado tamu na tunaiweza kupata matokeo, na kama ulivyoona wao wenyewe washachungulia. Walishaangalia wakaona pale Lupaso kwao pagumu. Na Lupaso tayari tushaanza kufungua zile lock zenyewe, na kama ulivyoona juzi kati anayeongoza klabu bingwa upande wa kundi letu kwenye kundi letu tulimpopotoa pale mpaka wenyewe kocha wao kabaki kujiuliza imekuwa kaa vipi Simba huyu mpaka leo hawaamini macho yao, na amesababisha hata kwenye mashindano yenyewe umeona tayari hana ile raha wala raza. Kwa hiyo mimi binafsi watani hawanisumbui kwa kikosi nilichokuwa nacho. Kipindi Alikamwe anatangaza taarifa ya uwanja ama mchezo wa dabi kupigwa Zanzibar, alisema nyie mlifurahi sana wao ambao wameishia hatua ya makundi na akaweka wazi. Unakumbuka wale wapinzani walikula chuma 3, akasema hiki ambacho wamekutana nacho wapinzani wao na nyie kitawakuta. Na yenu itaisha. Mara kama analimia dole mwache alimie dole, na mimi kusema kufurahi sisi ilishakufikia hatua kwenye mashindano ya kimataifa walikuwa wanatuita mwaka robo. Hawakujua kama robo ni kitu cha aina gani. Robo ni kubwa, robo sio masiala. Karibu miaka 8-9 sisi back to back tunaingia robo, wakawa wanatubeza, wakawa wanatucheka. Matokeo yake ndo kama mimi nafikiri kama wanaweweseka.
wanaweweseka na watu waamini macho yao. Wacha tu watambe, tutakutana hiyo tarehe 1. Unajua siku mbili hizi tuna mechi tarehe 22, tuna mechi na 25. Kwa ukiangalia tuna Prison Wajelajela Gwaf, tuna mechi na Dodoma Walima Zabibu kwa Anthony Mavunde. Ukiangalia hizi mechi zote ni tough, na ukitoka hatua moja unakwenda hatua nyingine. Kwa hiyo hapa target yetu wana Simba kwanza tuna base sana na zile mechi hizo mbili. Sababu target yetu wana Simba sasa hivi ni kunyanyua kwa hapa. Tushanyanyua miaka 4 mfululizo, washanunua teli, washanyanyua nao miaka 4 mfululizo. Mwaka huu sasa piga ua kwa kudura zake Mwenyezi Mungu, hatutaki wanyanyue wao, tunataka tunyanyue sisi. Hilo ndio target yetu. Wao waache walimie dole kwamba hasira zao si na nini, lakini wakae waelewe, ukienda saa nyingine na hasira ndio utatoka kichwa chini. Sisi tumetulia, tuko slow but sure, hatuna pressure ya aina yoyote. Nikiwepo kama mimi mzee wa pasi milioni, domo control, domo balance, domo technical, domo brain. Kwa hiyo sina wasiwasi, watakuja watatujua sisi ni watu wa aina gani. Tumejipanga, tutawapokea kadiri watakavyokuja. Yani ujio wao sisi ndo tutakavyowapokea, na watu waamini tutakachowafanyia. Tumejipanga vizuri mno, watatueleza, na tunataka watueleze ile njano na ile nyekundu kwa nini waliamua kuichanganya pamoja, wakitaka urafiki na Waarabu. Wao na Waarabu wapi na wapi, tangu lini? Mwarabu watatueleza. Aliyowashauri kipindi kile ile logo tu kwenye jezi yao kuweka nyekundu ya mdhamini wao walikataa. Aliyowashauri jezi ule kuigawa huku nyekundu huku ya njano, ndio siku hiyo watajua kwa nini Kibanga alimpiga mkoloni. Kwa nini Kibanga alimpiga mkoloni? Asante pasi milioni. Ukimbeba chizi lazima uchafuke.